Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 9. Sina Makosa ni simulizi ambayo inamwangazia kijana wa kuitwa Kituro ambaye ana rafiki yake kijana mwenzake ambaye anaitwa Zegadi, ambao walisoma shule moja, wakatokea kupendana na hatimaye wakaanzisha udugu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 9 ya simulizi hii. Tuendelee kuidadavua na kujua yaliyomo ni yapi. Baada ya kukaa kwa muda mfupi akiwa naendelea kulia, Bwana Cosmas Mademvya wakiwa wamemtazama tu, kila mmoja yuko anashangaa. Regina ndiye aliyeshangaa zaidi, kwa sababu kijana kama huyo kutembelea fimbo huku ameinama ni nadra sana. Atakuwa na matatizo gani? Regina alianza kuingiliwa na huruma, huku kijana huyu wa kuitwa Kituro wala hawakuwa wamesalimiana na kina Recho. Yani ndiyo kwanza wamefika sehemu moja, sasa ndo wamesimama. Akina Recho wanataka kuanza kutoa salamu kwa Kituro. Hapo hapo kijana huyu naye ndo anakuja, anatokea, alafu anafika pale anaanza na kulia. Kwa hiyo wote badala ya kupeana salamu wakabaki wanamshangaa huyo kijana, kwa nini analia? Sasa baada ya kukaa kwa muda mfupi, Bwana Cosmas Mademvya alianza kuzungumza huku akisema, nyie ndugu zangu, ni bora hata nilivyowakuta hapa ninyi wawili. Sasa sikilizeni, mimi nawaambia ukweli. Kiukweli mimi nampenda sana huyu binti, huyu mnayemuona hapo, ndio maana yeye sijamtaja. Lakini kumpenda kwangu kumenipa hasara. Leo hii mimi natembea kama mzee kutokana na jeraha kubwa sana ambalo amenibamiza na tofali huko, nikiwa nimemsimamisha nikamwambia ukweli wangu juu ya maisha yangu, namna jinsi ambavyo ninavyojisikia kwenye moyo wangu. Lakini ameamua kuniumiza, amenipiga na tofali huyu. Ndiyo maana mnaniona nipo hapa tu, nipo namna hii. Ndiyo maana nilivyofika nikamuona, nikaanza kujihoji, kwa nini moyo wangu umeamua kunipendesha mtu asiye na huruma?
na ambaye ameamua kunipiga na matofali kana kwamba mimi ni mhalifu, yaani kumwambia tu kwamba mimi nampenda ndio nimefanya uhalifu. Eti nini? Naombeni mniambie, ukimtoa huyu binti ambaye alijitambulisha kama Recho kwangu, ninyi hapo wawili, hebu mniambie, wewe kijana mwenzangu pamoja na wewe binti, siji mnaitwa kina nani, lakini naombeni mniambie kwa hali ya kawaida, kumwambia kwamba mimi nampenda ndio kaamua kuniharibu kiasi hiki. Ina maana we binti, mbona hautaki kusikia? Mtu anayekupenda haumpendi, halafu inaonekana kama una mawazo. Mimi nikafikiria huenda na wewe uko kama mimi, unatafuta mwanaume unakosa. Ndio maana nikaamua kujitokeza, na ndio maana nilivyokuona nikakupenda. Nikaamua siwezi kunyamazia kimya, bora niliseme hili. Sasa hivi angalia, nimesema, mdomo wangu umeniponza kweli. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kila mmoja alibaki ameshangaa. Hapo ndipo ambapo Kituro alivunja ukimya na kuanza kuzungumza. Wewe Recho, kumbe rafiki yangu anakuogopa kihalali. Regina, huyu rafiki yako sio. Kama ameweza kumfanya kijana mwenzetu hivi, atashindwa kutufanya na sisi hivi? Siku akitokea Zegadi akasema kwamba Recho nakupenda, si ndio utamuua? Kumbe muda mwingine najaribu kupuuzia yale ambayo Zegadi ananiambia, kumbe yana ukweli ndani yake. Regina, we ni rafiki yake na Recho na mnafanana na vitu mnavyovaa vinafanana, na ndiyo maana nikajaribu kuuliza kwamba wewe Regina pamoja na Recho ni mtu na pacha wake, lakini mlichoniambia kwamba huyo anaitwa Regina Barungi na huyu hapa anaitwa Recho Baltazari, kwamba hamzaliwi kabisa katika familia moja, ingawa mnafanania na vitu mlivyovaa. Sasa mioyo haitafanana, akili hazitafanana. Walisemaje? Wahenga walisema ukitembea na mwizi na wewe ni mwizi, na mtu akitembea na wachawi na yeye ni mchawi. Malaya hutembea na malaya wenzie. Sasa wewe Regina umesema kwamba unanipenda. Unataka mimi nikuamini vipi kama rafiki yako tu ameanza kuwabamiza matofali watu na ni vijana wenzangu? Regina, hapana, mimi na wewe basi nisije nikaingia cha kike na mimi nikapigwa tofali. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Regina alikasirika. Hasira ilimjaa.
Yaani hakutaka tena kumtazama Recho. Recho baada ya ushahidi wote kutokea, na yeye alianza kulia. Alipiga magoti chini na kuanza kumuomba Cosmas Mademvya aweze kumsamehe kwa hicho kitu ambacho kilichofanyika. Lakini Cosmas Mademvya aliendelea kuhanikiza kwamba yoyote yule ambaye atakayempenda huyu binti atakuwa amempenda muuaji, kwa sababu kama yeye amejaribu kumwambia yaliyopo ndani ya moyo wake, ameamua kumfanya hivi, kuna mwingine ambaye hatamfanya hivyo? Naam. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 9 ya simulizi yetu Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona bwana Cosmas Mademvya baada ya kulia kwa muda mrefu ameamua kuvunja ukimya na hatimaye akazungumza kile ambacho kilichopo ndani ya moyo wake, anachokiona kinafaa kuzungumzwa. Na baada ya kuzungumza maneno kama hayo aliyoyazungumza, wakati Kituro amemsikiliza kwa utuo kabisa, akaona na yeye, kutokana na kwamba Regina pamoja na Recho wanatembea sehemu moja, yaani ni kama mapacha, basi Regina na yeye ni yaheri asimpende, kwa sababu akimpenda yanaweza yakamtokea puani. Alikaa na kutafakari kwamba Regina kwa vile anatembea na Recho, basi hata tabia alizonazo Recho na yeye atakuwa nazo hizo hizo. Ndiyo maana akaamua kumtamkia Regina kwamba hamtaki tena. Tumeona baada ya Regina kutamkiwa amekasirika sana, hataki kabisa kumwona Recho, amegeuka na kugeuka. Wakati walikuwa wanazungumza vizuri, na baada ya kumwona kijana huyu Cosmas Mademvya amekuja kwanza kulia, walianza kushangaa wakiwa wote, lakini baada ya kuanza kumhurumia akaanza kuzungumza aliyoyazungumza. Hapo alikaa tension na kuanza kuwaza kwa nini rafiki yake amefanya hayo. Sasa kibaya zaidi, na Kituro amesema hamtaki Regina. Sasa Recho ndiye ambaye amemharibia Regina kwa Kituro. Unahisi ni kitu gani ambacho kitakachoendelea sehemu ya 10? Unahisi Recho atasamehewa kweli na Regina au ataendelea kuwa maadui? Endelea kufuatilia, usikose sehemu hiyo ya 10 ambayo ndiyo ijayo. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii bwana kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Bwana tukutane tena sehemu ijayo. Mnaona inazidi kunoga. Usikose sehemu ya 10, ni hatari sana hii. Regina amemchukia Recho. Ni kitu gani ambacho kitakachoendelea? Nikuage niseme kwa heri. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam The King. Tutaonana tena sehemu ijayo. Kwa heri kwa sasa.
Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.